watu wanaomba kuhama. Ukiuliza, sababu kubwa ni mazingira wanayokwenda kutana nayo. Utumishi wa umma sio adhabu. Utumishi wa umma ni tafsiri ya mtu aliye tayari kwenda kulihudumia taifa lake popote pale alipo. Na ndio maana kwetu sisi, katika moja ya jambo ambalo tunajitahidi kusukuma na lionekane kwamba ni moja kati ya vitu vya msingi katika taifa la Tanzania, ni nafasi ya mtumishi wa umma. Na ndio maana kupitia maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza tuwafanyie yale yote ambayo watumishi wa umma hawa wanayahitaji ili wafanye maisha yao katika mahala wanapofanya kazi yawe mepesi, kwa sababu mwisho wa siku ni wananchi waliomchagua Dr. Samia Suluhu Hassan ambao watakuja kutudai juu ya zile ahadi zetu tumefikia wapi. Katika utekelezaji wa ahadi hizo, kundi kubwa na lilo muhimu sana ni kundi la watumishi wa umma. Watumishi hawa wakifurahi, wananchi wanafurahi. Kwa maana sisi kwetu tunatumia lugha moja nzuri kwamba akifurahi mtumishi 85,000 walikwisha pandishwa vyeo. Na mimi kwangu katika eneo hili napenda kulisema wazi, kwa sababu najua kwamba miongoni mwa watumishi wangu wa umma wako wengine wakupandishwa vyeo. Mimi kila ninaposimama jukwaani, ninapozungumza neno hili, huwa nawaambia kama yuko mtumishi wa halmashauri yoyote Tanzania ambaye zoezi la kupandishwa vyeo halikumkuta au ameshindwa kupanda kwa sababu ya mizengwe ambayo wanapigwa ndani ya halmashauri hiyo, ofisi yangu iko wazi, aje kuniambia tuweze kushughulikia tabu hiyo. Hili la kwanza. Lakini pili, watumishi wa umma, ndugu mkuu wa wilaya na kaimu mkuu wa mkoa, tulihakikisha kabisa, kwa sababu tunajua kwamba wako watu wamehama halmashauri moja kwenda nyingine na wengine wamehama zaidi ya halmashauri 3, lakini hela zao au stahiki zao za malipo kwa ajili ya kuhama huko hawakuwa wamelipwa. Mheshimiwa Rais alielekeza bajeti, na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita zaidi ya shilingi milioni 900 zimekwenda kufanya malipo kwa ajili ya watumishi wetu ambao wamekuwa wanatudai. Tunatambua kama serikali kwamba bado wako baadhi yao ambao wanatudai, lakini mpaka sasa hivi tulipo, kwa taarifa za vitabu vyetu, asilimia inayotudai haizidi 5%. Tumewalipa watumishi wa umma wote ambao wamekwisha lipwa. Na narudia tena katika meza hii kwa niaba ya wizara, lakini pia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, kama wako watumishi ndani ya halmashauri hii, wako watumishi ndani ya mkoa wa Tabora, wako watumishi ndani ya Tanzania ambao wanatudai stahiki zao za kuhama, basi ofisi yangu iko wazi, wazirete. Lakini utakapokuja ofisini kwangu, kwanza utuonyeshe kwamba mkurugenzi wako pia naye umemshirikisha katika hili, kwa sababu wako baadhi ya watu, ndugu zangu, na hili wala sioni aibu kulisema, wako baadhi ya watu wanajiona kama ni Mungu mtu katika Tanzania hii. Maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, yoyote yule ambaye anadhani kwamba serikali hii ni ya babake mzazi, kwamba serikali hii haiwajui na haiwathamini watumishi wa umma, basi ajue kwamba kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi nikiwa msaidizi wake namba 1, shauri na manispaa na majiji kuhakikisha kwamba zile stahiki za watumishi hao wanalipwa. Tumefanya hivyo katika Tanzania nzima, na hivi ulipo unapoona saizi, Mheshimiwa mkuu wangu wa wilaya na kaimu mkuu wa mkoa, kwamba mambo yanakwenda vizuri sana. Sisi ndani ya wizara tutaendelea kusimamia maslahi ya watumishi wa umma. Tutaendelea kuhakikisha watumishi wa umma hawa wanakaa katika mazingira mazuri, na ndio maana mimi kama waziri saa zote huwa nawakumbusha, hususan maafisa rasilimali watu, kuendelea kutengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha watumishi wa umma hawa wanakuwa wenye furaha saa zote. Mimi binafsi nachukizwa sana na zile kauli au maombi ya mara kwa mara ya mtu anatoka Nzega anataka kuhamia Dodoma, au mtu anatoka Uyui anataka kuhamia Dar es Salaam. Siyapendi, lakini tunatambua kwamba yako mazingira na mahitaji ambayo kuhama kwa mtu huwezi kupazuia. Kwa mfano, Rais ya mipango yenu ya maendeleo mlosema juu ya hitajio la kuendelea kuongeza nyumba
na mwaka huu kwenye bajeti nimekwisha tengewa fedha zaidi ya shilingi milioni 256 ambazo mnakuja kwa ajili ya kuendelea kujenga nyumba zaidi za watumishi. Nimeona nafasi ya kuziona mwenyewe nyumba hizi. Kwa hakika niseme kabisa, injinia wangu uliyesimamia ujenzi wa nyumba hizi, kongole, kongole, kongole sana. Nyumba zenye hadhi yake. Nyumba hii mkuu wangu wa wilaya hapa alikuwa anajitetea kwamba nyumba inafanana na mkuu wa wilaya. Lakini niseme tu, mkuu wa wilaya, kwenye kidonda usifiche, kwa sababu kitakuumiza. Nyumba hii ni kali kuliko mkuu wa wilaya. Kwa kweli mimi naogopa, kwa sababu nisije katoka hapa nikaja siku moja unakwenda kumtembelea mkuu wa wilaya nyumbani, ukaambia mkuu wa wilaya siku hizi anaishi nyuma ya halmashauri. Kumbe kuna watumishi wa umma washahamishwa hapa. Nikuombe sana mkuu wa wilaya, ofisi yako bado haijachoka kukutengenezea nyumba nzuri, na wewe kama unahitaji tukurekebishie au tukutengenezee nyumba nzuri ili uweze kutoa huduma kwa wananchi wetu wa Nzega, serikali yako itafanya hivyo. Mkuu wangu wa wilaya, wala usio na wasiwasi, usije kuwafukuza hapa. Mkuu wa wilaya anakaa katika hema tu hivi, alafu nyinyi mnakaa kwa nyumba nzuri atokeni. Najua mkuu wangu wa wilaya ni mtu wa viwango, lakini hii hapa waachie watumishi ili tuendelee kuwadai matokeo yaliyo mema. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, leo tumekuja katika ziara kama tulivyoeleza. La msingi zaidi kwa hili ambalo linafanyika hapa ni mwanzo mzuri wa kukuhakikishia mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi itasimamiwa vizuri. Sitegemei kutoka kwa watumishi hawa tusikie visingizio vya kushindwa kutekeleza majukumu yao kwa sababu hawana sehemu nzuri ya kulala. Niwaombeni sana. Najua wengi wanaokuja huku wanakuwa bado barobaro. Wanaitwa wale mabachela. Kule kwetu tunaita mabarobaro. Sasa kama wapo wakuu wa idara ambao bado hawajaoa, wanakaa kwenye nyumba nzuri namna hii, msione choyo kuwaambia na wenzenu mje kukaa nao. Lakini sio sasa hapa sijatangaza ndoa, watu sije mtu akachukua mtoto wako akakaa naye ndani, alafu baada ya miezi miwili tunaanza kusikia vilio hapa kwamba kuna nyumba moja imetingishika. Hapana, ninachozungumzia kama kuna ulazima, basi kwa kuwa nyumba zile ziko chache, basi kama mkuu wa idara wa kiume na kaumu ndani awachukue hata wenzake wale watatu wagawane vyumba, kama hana familia, kwa sababu upendeleo wote huu tunaopewa. Lakini bado wako baadhi ya watumishi wenzetu wa umma hawaoni umuhimu wa hili ambalo linafanyika katika maeneo haya. Mheshimiwa Rais anafanya hivi ni kwa sababu anawapenda ili mtekeleze majukumu aliyowaahidi wa Tanzania wake. Nikuombeni sana wale ambao mmepewa kazi na mkapewa vitendea kazi, nendeni katika maeneo, tekelezeni wajibu wenu. Serikali imefanya mabadiliko makubwa sana katika bajeti mwaka huu, lakini katika mipango ya maendeleo. Kwa mfano, mwaka huu tumeongeza katika lile fungu la 10% linalokwenda kwenye maendeleo ya jamii katika mafungu yale makubwa matatu. Kwa maana hapa nazungumzia lile kundi la vijana, katika Nzega yetu. Tuendelee kuwasaidia wananchi wetu. Wale mainjinia wangu wa maji, ameeleza hapa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kwamba maji sio tatizo ndani ya Nzega, lakini matafsiri hiyo iendane pia na upangaji mzuri wa mji wetu, ikiwa pamoja na kuwasaidia watu wetu kupata huduma za afya, lakini pia huduma za maji na huduma nyinginezo muhimu katika maeneo yetu haya. Niwaombeni sana, endeleeni kuchapa kazi. Sisi kama Wizara ya Utumishi ambao ndio tuna jukumu la kuwaleta hapa Nzega, nataka tuhakikishieni kuwa hatutoacha Nzega muwe yatima. Tutaendelea kuhakikisha mazingira yenu na maslahi yenu ndani ya Nzega yanasimamiwa, lakini pili, kuhakikishieni kuwa mnaishi katika mazingira ambayo kila mmoja mtakapoondoka hapa aanze kulia kwamba mmemuondoa mkuu wetu wa idara kwa sababu ya kazi nzuri ambayo ameifanya. Tungeomba mkuu wa idara huyo arudishwe hapa Nzega ili tuendelee kufanya naye kazi. Ndugu kaimu mkuu wa mkoa, mkuu wetu wa wilaya, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, nataka kuhakikishieni kwamba kwa upande wa serikali yenu tutaendelea kutekeleza na kutimiza wajibu wetu ili kuhakikisha kwamba watumishi hao wa umma
waliopo ndani ya halmashauri ya Nzega wanatekeleza majukumu yao vizuri. Nataka kuhakikisheni kama kuna jambo lolote ambalo ni changamoto, ofisi yetu ipo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, na moja ya jukumu lake ni kuhakikisha kwamba tunarejesha furaha kwa watumishi wetu wa umma. Naombeni sana, tekelezeni wajibu wenu. Kama ni watoto, baba yenu mdogo nipo, nitafanya kazi ambayo ya kuhakikisha kwamba watoto mnakaa katika mazingira mazuri, mnakuwa wenye furaha, lakini mwisho wa siku hata mkienda kwa baba mkubwa, Mheshimiwa Rais, asipate vigugumizi vya kusema nini tukifanya katika eneo hili. Kazi hii tunaifanya nikiwa na wenzangu kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ninachoomba kutoka kwenu, mturudishie heshima kwa kutekeleza majukumu haya kwa ustadi mkubwa sana.